kwa nini wanawake wengi hawaolewi sasa hivi? Ni kwa nini wanawake wengi hawapati ndoa? Wanaishia tu kuwa kwenye mahusiano ambao haifikii kuwa ndoa. Kati ya kilio kikubwa cha wanawake wengi sasa hivi ni kukosa mtu sahihi wa kuingia naye kwenye ndoa. Unapata mahusiano na mtu, mambo ya ndoa yakitaka afikie, mambo yanaharibika. Mwingine huko kwenye mahusiano mwaka wa 3, mwaka wa 5, miaka 6, wengine miaka 10, muko kwenye mahusiano. Jambo hili huenda linakusumbua nawe unanisikia. Natamani unipe muda wako nisikilize vizuri. Pengine ni mwanamke unanisikia au ni mwanamume. Kibibilia, ndoa imeanzishwa na Mungu mwenyewe. Mungu alipomuumba mwanamke na alipomuumba mwanamume na mwanamke, alitaka wawe mwili mmoja. Na kibibilia Mungu alitaka watu wazaliane. Ndio natambua kwamba kuna watu ambao Mungu amewapa karama au amewapa neema ya kuwa matoashi. Kuna wale ambao hawaoi na kuna wale ambao hawaolewi. Lakini watu wengi wanahitaji kuoa, wanahitaji kuolewa. Na ni jambo muhimu sana. Unaposikia unataka kuolewa, unasikia unataka kuoa, sio dhambi. Ni jambo ambalo ni haki yako kibiblia na una wajibu wa kuweza kuifikia haki yako hiyo. Kila mtu ana mtu ambaye Mungu amemwandaa kwenye maisha yake kuwa mwenza wake. Katika Agano la Kale katika Biblia, Mungu aliweka utaratibu mzuri na kulikuwa kuna sheria za Kiisraeli ambazo zilikuwa zinazuia mwanamume kumchezea mwanamke. Ni kwa sababu gani? Sasa hivi kumekuwa na wanaume wengi ambapo wanaanzisha mahusiano na mwanamke, anamtaka ampate kimwili au amwekee ahadi alafu atimizi ahadi. Wanawake wengi wamekuwa wakitumikishwa kingono alafu wakiachwa. Wanawake wengi wamekuwa wakipata wanaume hawaoi. Na hii ni kuonyesha wazi ya kwamba Biblia takatifu, kati ya kitu muhimu ambacho ilikuwa natambua, mojawapo ni mwanamke kuwa bikira. Mwanamke akiitoa bikira yake kwa mwanamume, huyo mwanamume ilibidi sharti lazima amuoe. Unasema, mtumishi wa Mungu, haya mambo yanapatikana wapi? Chukua Biblia yako, nataka nikuelekeze vizuri. Naamini Mungu atakusaidia na nitakuelekeza jinsi ya kuweza kuvuka vikwazo vya namna hiyo na namna ya kuweza kuifikia ndoa. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, fungua pamoja nami na Mungu akusaidie kabisa uweze kunielewa kile ambacho nataka nikuelekeze. Sura ya 13 mstari wa 21. Ukianzia hapo, utaona Biblia inazungumza kwa habari ya mwanamume akimchukua mwanamke bikira, alafu akalala naye. Alafu akataka kumshtaki kwamba yule mwanamke siye bikira, ili yule mwanamke pengine apigwe, auliwe au apatwe na lolote. Ilikuwa ni sharti mwanamke anapokutana na mwanamume, wazazi wa mwanamke ilitakiwa waweze kupeleka nguo au kitambaa cheupe kitandikwe kwenye kitanda. Watakapokutana, ile damu ilikuwa ni alama ya ubikira, na ule ubikira kilikuwa ni kitu muhimu sana cha kuthibitisha kwamba mwanamke ameolewa akiwa na sifa zote za kuolewa. Katika utaratibu wa Kiisraeli, ilikuwa mwanamke ukiolewa au mwanaume akakuingilia alafu ikajulikana kwamba wewe sio bikira, manake ilitakiwa mwanamke apigwe mawe mpaka auliwe. Ukiendelea kusoma vizuri kwenye mistari inayoendelea, utaona kwamba kulikuwa kumewekwa sheria ya kuweza kudhibiti mwanamume asiweze kumchezea binti. Ilikuwa mwanamume akiwa na muhitaji binti lazima amuoe akikuta mwanamke huyo ni bikira. Na ikiwa binti amefanya uzinzi alafu amepata mwanamume amekuta sio bikira, ilitakiwa mwanamume asimuoe na ndugu wa mwanamke wamlipe yule mwanamume, na mwanamke yule ilitakiwa apigwe mpaka uliwe. Lakini Biblia ilikuwa inatambua kwamba kuna wale wanaweza kubakwa. Biblia inatambua kwamba Biblia inasema kwamba ikiwa mwanamke amempata mwanamume amelazimisha kumwingilia eneo la mjini ambapo angeweza kupiga kelele akapata msaada, ilitakiwa mwanamke na mwanamume wapate adhabu wote, na ilitakiwa mwanamume yule aoe yule binti kwa kulazimishwa na asiwe na haki ya kutoa talaka. Ni kwamba hatatoa talaka maisha yake yote. Katika Agano la Kale kulikuwa kuna ruhusa ya kutoa talaka. Ilitakiwa mwanamume asitoe talaka maisha yake yote, huyo wa kwake kabisa kabisa, kwa sababu ameanguka naye kwa zinaa, na ilitakiwa awe wa kwake. Na ikiwa mwanamke amebakwa pengine kijijini, ilitakiwa kama mwanamke amebakwa kijijini na imejulikana kwamba mwanaume yule amemuondoa usichana wake, ilitakiwa mwanamume ndiye ambaye apigwe faini, ndiye ambaye apitie wakati mgumu, na
asiweze kumwacha kabisa huyo binti, na binti alikuwa hawezi kupata changamoto yoyote ile, kwa sababu yuko mazingira ya kijijini au mahali ambapo hakuna watu. Kwa hiyo angeshindwa kuita watu na kupata msaada. Kwa Biblia ilikuwa inatambua kwamba kuna watu ambao wanaweza kupitia maeneo au changamoto ya kubakwa. Sasa kibiblia, mwanaume ambaye ni mwanaume wako wa kwanza ilitakiwa awe mume wako. Changamoto kubwa ambayo tuko nao wakati huu, ukisoma vizuri kwenye hicho kitabu sura ya 13 hiyo, ukianzia mstari wa 21 na ukafika mpaka mstari wa 27, utaona kuna maana kubwa na sheria iliyokuwa imewekwa kibiblia kabisa. Sio maneno yangu, ni maneno ya kibiblia kabisa ambayo yana tafsiri ya kwamba iliwekwa sheria kwamba bikira mwanamke ilitakiwa olewe na mwanamume wake mwenyewe wa kwanza, na siku hiyo ya kwanza, siku yao ya kwanza itakiwa kitandikwe kitambaa ambacho kitaweza kubeba alama ya usichana wa huyo binti, na huyo binti akionekana ni bikira, basi ilitakiwa apewe mali nyingi, na ilitakiwa aweze kupewa thamani yake kama chombo ambacho kimejitunza na chombo muhimu. Hata wazazi walikuwa wanajivunia jambo hilo. Nyakati hizi kumekuwa na nyakati ngumu sana, kwa sababu wanawake wengi wanataka kuolewa lakini hawana usichana, na wakati mwingine adui amekuwa akimfanya mwanamke aone kama ni kawaida. Mwanamke alipoteza usichana wake mwenyewe, na kwa vile ambavyo anajua mwenyewe, hajutii wala aoni kama kuna kitu muhimu katika ulimwengu wa roho au kuna doti muhimu katika ulimwengu wa roho imepotea. Nataka nikuelekeze kitu hichi. Mwanamume wa kwanza kwenye maisha yako anaweza kubeba wewe kupata ndoa au kuto kupata ndoa, kwa sababu kuna baadhi ya watu hawaelewi jambo hili. Mwanaume yoyote ukikutana naye kimwili, kuna vitu katika ulimwengu wa roho vinaungana. Acha tu ya mwilini, kuna vitu katika ulimwengu wa roho vinaungana. Biblia inazungumza vizuri ya kwamba, au hamjui miili yetu ni hekalu, yani mwili wako ni hekalu na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu ambaye akizini na kahaba, manake umekuwa mwili mmoja naye. Unapozini na kahaba, unapozini na mwanamke au mwanamke unapozini na mwanamume, manake ninyi hata kama mjawana mmekuwa mwili mmoja, mmekuwa mwili mmoja kabisa. Na hii ni kibiblia. Unasema, mtumishi wa Mungu, ili jambo umelipata wapi? Hili ni jambo la kibiblia kabisa, ni jambo la kibiblia kabisa kabisa, ambapo Biblia inaonyesha wazi. Fungua pamoja nami kwenye kitabu kile cha kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 6 mstari wa 15 na 16. Anasema, je, hamjui kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi unawezaje kuvitoa viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Anasema, hasha. Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungana na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana anasema hivi, wale wawili hawatakuwa wawili tena, bali ni mwili mmoja. Kwa hiyo mwanamke ukikutana na mwanamume wa kwanza, wa pili, wa tatu, manake kuna connection za kiroho unazichukua, kuna mapoto ya kiroho unayachukua, kuna malango ya kiroho unayachukua, kuna access za kiroho unaziruhusu. Kwa kama kwao kuna maroho fulani na kwenu kuna maroho fulani, unaweza kujikuta unajiongezea matatizo. Na ndio maana tunawashauri mabinti, mujilinde, mujitunze. Mwanaume ukiwa naye kwenye mahusiano, usijirahisishe kwamba aweze kukujua. Wanaume wana njia nyingi za uongo, anataka kujue mapema. Ndio maana utajikuta umekuwa kwenye mahusiano mengi umeumizwa, kwa sababu umekuwa ukijirahisisha. Mwanaume anayekupenda hawezi kutangulia kukutaka, atatangulia kutamani kuijua familia yako, atatangulia kutamani kukulipia mahali, na hatataka mukae muda mrefu kwenye mahusiano ya miaka 6, miaka 5, miaka 3. Mnatafuta nini? Mnapopata muda kwamba mnatoka mnaenda mnakaa faraga, mnakaa wawili kwenye eneo ambalo ni hatarishi, lazima tu mtachochea dhambi, mtachochea zinaa, na zinaa ikija italeta uharibifu zaidi. Kwa kuna mabinti ambao mmejikuta ndoa kwenu zimekuwa ni ngumu. Nataka nikwambie, moja, umepoteza usichana wako, hauna usichana wako, alafu unadai haki ya ndoa. Mume yupi? Ingali mume wako wa kwanza ulisha kuwa naye na ulishapotezana naye. Unahitaji upate muda wa kuomba rehema mbele za Mungu. Mungu, ninaomba unirehemu, nilipoteza usichana wangu, lakini nimekuja kwako, ninajutia, ninaomba uniumbie katika ulimwengu wa roho na uniletee mtu sahihi kwenye maisha yangu. Nimekosea, nilijirahisisha, sitamani tena kurudi tena kwenye yale maisha. Pata muda wa kujutia. Wewe hujajutia, unasema Mungu nipe mume, Mungu nipe mume. Hujui kwamba tayari mume wako ambaye alistahili kuikuta bikira yako umeshaimpa mtu mwingine. Bikira yako umempa mtu ambaye kwako sio mume.
Wengine kwenye usichana wenu wa mnasoma shule, mmeshatoa bikra, hauna bikra, unatafuta mume na tayari umeshajiingizia malaana ya huyo mwanaume, umeshajiingizia mikosi ya huko. Nakwambia kibiblia, unaweza kusema mtumishi wa Mungu anaongea nini, mbona kama simuelewi? Utanielewa, neema zimetofautiana, lakini nakwambia bikra ilikuwa kibiblia ni kitu muhimu, ilikuwa ni kitu muhimu. Na kama uelewi jambo hili, ungeweza kupata nafasi ya kumuuliza mtu mmoja anaitwa Yakobo, alipoitoa bikra ya dada mkubwa, alafu akawa anataka mdogo amuoe, ilibidi amuoe tu mkubwa kabla ya mdogo, awe naye tu kwa sababu anatafuta mdogo na ameshamuingilia na ameshatoa usichana wake, manake hawezi kumwacha tena. Ilikuwa kibiblia katika Agano la Kale, mwanamke ukimtoa bikra, utake usitake, utaoa tu. Sasa hivi sheria hii imehamia rohoni, haikubani sana mwilini, lakini katika ulimwengu wa roho lazima ujue kwamba huenda wewe katika ulimwengu wa roho unamilikiwa na mwanamume fulani, hujavunja agano lile. Katika ulimwengu wa roho unaonekana wewe ni mume wa fulani. Jambo lingine ni maagano. Mabinti wengi mmekuwa kwenye kipindi cha mahusiano, mnaweka maagano, wengine mnachanjana vidole, mnachukua damu, mnalambana damu, mnaweka damu, mnaunganisha. Wengine mnachukua kitu fulani, mnafunga, tutaachana, bado wenyewe ni wanadamu, afu mnakuja kuachana. Baada ya kuachana, hujavunja lile agano. Wengine mmeolewa, umeoishi na mwanaume, wengine ukatolewa mahali kabisa, mwingine ukapewa pete ya uchumba. Uliwahi kupata muda wa kuvunja? Kwa sababu hujavunja lile agano linaishi. Unajua kuna vitu vidogo vidogo, lakini katika ulimwengu wa roho vinaweza vikawa vinaendelezwa, vinaweza vikawa viko hai, vinaweza vikawa vinakufungia. Wengine unanisikia hapa, unanisikia, umekutana na wanaume wengi. Yani kila mwanaume ukiwa naye kwenye mahusiano umelala naye, hujaipata muda wa kujitakasa. Alafu leo unamwambia Mungu naomba mume. Mungu akupe mume yupi? Wakati akikuangalia wewe mwenyewe kila mwanaume akija kwako unamvulia nguo. Kila mwanaume akija kwako unamvulia nguo. Heshima yako iko wapi? Heshima yako iko wapi? Mume gani unayemtaka? Pata muda wa toba, mwambie Mungu ni rehemu, najitakasa. Ili mume aje kwako lazima afanane na wewe. Mungu anampa mtu wa kufanana naye. Mjaribu kuangalia uko tayari kweli upate mwanaume ambaye anafanana tabia na wewe, kwa sababu ukiangalia tabia zako mwenyewe unazijua. Ni mtu rahisi mno, ni mtu unajirahisisha sana. Mwanaume akikulaghai tu, njoo kwangu, unaenda kufua nguo, unaenda kuosha na vyombo, unafikiri ndoa inapepelewa kwa kufua nguo na hivi so hivyo vyote vinaweza ukafanya na usiolewe, akaolewa mtu mwingine. Unadhani muonekano wako, kuvaa nguo pengine za kujishepu, mvaa nguo za kujifanyisha uwe una msisimuko zaidi, ndio unafikiri mwanaume atakutamani tu. Tena nikupe habari moja. Wanaume anaweza kavutiwa na mwanamke kwa kumwangalia, lakini wataalamu wanakuambia kwamba mwanamume akikana mwanamke kwa muda wa siku wengine wanakuambia siku 7, wengine wanakuambia siku 90, kwa maana miezi 3, we mwanamke kwake ni wa kawaida, huna chochote cha kumsisimua, na hata akikuangalia anaweza akawa asisimuki. Lazima ufahamu kwamba kinachoweza kuendeleza mwanamke kwenye ndoa kuonekana ni bora sio tu muonekano, sio tu maumbile. Maumbile yanaweza kawa anavutia kwa muda wa siku 90 tu, lakini baada ya hapo mwanamke anaonekana wa kawaida. Unahitaji kitu cha ziada. Cha ziada ni nini? Kuna kitu kinachoitwa tabia. Tabia yako ipoje? Mwanamke, tabia ndio inaweza kukufanya mtu awaze kukuoa. Tabia yako. Wewe unafanya mambo ya uswahili, wewe ni mbea, wewe ni mlevi, wewe ni mlaisi tu, wewe pengine simu yako ina vitu korokoro vingi, wewe sio mwaminifu, uwezi dumu kwenye ndoa. Wewe pengine mchafu, uwezi dumu, uwezi mpendwa. Hata kama tunaoa mwili, lakini huo mwili lazima uonekane pia na wenyewe hauna vikorokoro fulani. Watu haoi roho, wanaoa mwili. Unaweza kusema mimi roho yangu ni safi. Kila mwenye roho safi atamwona Bwana. Unahitaji kuwa na mwili ambao umetakasika, mwili ambao uko vizuri, kwa sababu mwanadamu haoi roho. Kila mmoja na roho yake, lakini mwili mnakuwa mmoja. Jitahidi kuwa na tabia nzuri. Biblia inasema kwa mwanamke mwenye tabia njema ndiye atakayesifiwa. Mke mwema anatoka wapi? Nani atakayemuona? Maana ana sifa hivi na hivi. Utaona kwamba sijui kwenye mwanamke wa Mithali yule anaamka asubuhi na mapema. Wewe unaamka saa ngapi? Kufua nguo kwenye mtihani, kuosha vyombo kwenye mtihani, nguo zako zenye kufua shida. Uwezi dumu kwenye ndoa mpendwa, uwezi dumu kwenye ndoa. Tabia yako ipoje?
unapenda nini, muda wote unavaa vinguo vyenye havina adabu. Unafikiri watakutafuta wanaokutamani? Mwanamume anayetafuta mke atamtafuta mwanamke mwenye maadili. Jitahidi kuwa na maadili. Unaongeje na watu? Unawezaje kutuliza hasira? Unawezaje kutuliza? Una hasira kupita kawaida. Ukiwa na hasira unafanya maamuzi mabaya. Nani anayetaka mwanamke mwenye hasira? Hata ukipata mtu anaweza kaja kweli, mtafika mahali mtaachana, kwa sababu kuna baadhi ya tabia uko nazo ambazo kama hujazidhibiti na hujaziacha ni vigumu kuweza kufikia hatima kubwa. Mvivu kufanya kazi, mvivu kufanya hiki, tabia yako ni mbaya, una vitu fulani vya siri vya ajabu ajabu, una ushirikina, una hiki na hiki, una waganga umepitiliza, achana na hayo. Mlevi, achana na hayo. Unatoa mimba kupita kawaida, hayo yote hayo ndio yanayokufanya usiolewe. Hayo ni mojawapo pia naweza kufanya usiolewe. Kwa hiyo tabia ndio inaweza kufanya mwanamke akaweza kudumu kwenye ndoa. Tabia yako ipoje? Tabia yako ipoje mama? Tabia yako ipoje binti? Tabia. Mwanaume yoyote, licha ya vitu vinavyoweza kumvutia katika mwili, lakini anahitaji tabia, kwa sababu vitu hivyo vinaweza kuexpire, vitu hivyo vinaweza kuondoka, vitu hivyo vinaweza kuisha. Unaweza kuwa na macho mazuri ukapata ajali, pengine ukapata chongo. Unaweza kuwa na nywele nzuri likapatikana lolote lile, nywele zikawa nzuri. Tabia ndio inaweza kukufanya ukawa bora. Jitahidi kuwa na tabia nzuri. Jitahidi kuwa na tabia nzuri. Vingine huenda tukawa tuna na nafasi ya kuambia. Mimi nakwambia ukweli, tabia inaweza kufanya mwanamke ukadumu kwenye mahusiano na ukadumu kwenye ndoa. Kama una tabia nzuri, huwezi dumu kwenye mahusiano, huwezi dumu kwenye ndoa. Unahitaji tabia nzuri. Unahitaji kuwa na tabia nzuri. Hii itakusaidia. Hii itakuvusha. Hii itakufanya uonekane bora kwa ndugu. Kuna mwingine unaweza ukapata mahusiano ukakataliwa na upande wa mtu anayekutaka kukuoa. Hii sikukatisha tamaa. Kama kweli mnapendana, awaoi ndugu anakuoa wewe. Uolewi na ndugu, naolewa wewe. Muombe Mungu tabia yako njema inaweza kawavuta hata hao ndugu wakaweza kukuelewa. Lakini kuna kizuizi kingine au kuna sababu nyingine ambayo inafanya mabinti wengi hawaolewi. Hii sababu nyingine ni sababu ya kifamilia. Wakati mwingine binti unaweza kuwa na tabia nzuri, umejitunza, na pengine uliwahi kuanguka ukamwambia Mungu ni rehemu. Pengine umepata mtoto ukasema Mungu, nilikosea Mungu, ninaomba nisaidie. Unajiona kabisa mimi ninafaa kuwa mke wa mtu, nikampelekee mtu msaada fulani, nafaa kuwa. Kuna mwanaume naye hivyo anatafuta mke, anasema nitampata wapi mke mwema? Nitampata wapi mke mwenye sifa aina hii? Ajui atakupata wapi. Kwa hiyo wakati mwingine mwambie Mungu, ninaomba kibali cha kukutanishwa na huyo mtu ambaye Mungu umemwandaa kwangu, ambaye atakayenipenda. Watu wengi wamejeruhiwa na mahusiano mpaka mtu anaogopa, anasema hivi kweli huyu atakuwa mkweli? Wanaume wa kweli wapo kabisa, mpendwa, wanaume wa kweli wapo. Sababu nyingine nimetaka nikwambia kwamba kuna sababu ya kifamilia. Sababu ya kifamilia ni sababu gani? Ni kwamba unakuta kwenye familia yenu pengine kuna miungu inakataa ndoa, na hii imekuwa kwa wanawake wengi. Kuna miungu inakataa ndoa. Jaribu kuangalia kwenye familia yenu, ndoa zinapatikana kirahisi? Unajua kuna baadhi ya familia anaweza kaachika hata mara 7 akaolewa. Hii ni neema ya familia, na usiige ukasema mbona fulani amepatia watoto 5 na ameolewa. Usiige mpendwa, neema zimetofautiana. Kama we neema hiyo huna, nyenyekea tu mbele za Mungu. Sasa jaribu kuangalia kwenye familia yenu. Je, kuna malango ya ndoa? Kama unaona kabisa kwenye familia yenu hakuna malango ya ndoa, basi pata muda wa kumwambia Mungu, ninakomboa malango ya familia yetu. Malango ya familia yetu yamekosa heshima ya ndoa, lakini nimekuja kwako Mungu, ninaomba ukombozi wa malango ya familia. Naomba Mungu ikomboe familia yangu. Nakomboa malango ya ndoa kwenye familia. Naondoa kila ugumu unaozuia ndoa kwenye familia. Pata muda wa kutakasa. Omba. Na Mungu akikupa neema, unamwambia kama yupo mama yako, unamwambia mama, ninaomba unibariki. Unachukua hata shilingi kiasi chochote cha pesa, unamwambia Mungu mama, natoa kwako kama sadaka. Mama yako, kumbuka, ni lango la kiroho. Anaweza kupitisha ndoa hata kama yeye hana ndoa, kwa sababu ana access, ana baraka, ana nguvu ya kuweza kukubariki ili uweze kupata ndoa. Mama yako, naongea na mwanamke, unaweza kumpatia mama yako. Wengine mnasema mama yangu haeleweki, mama yangu yuko na hivi na hivi. Ikiwa yuko hai, mpatie hata shilingi fulani ambao unaona kwamba unayo. Mwambie mama, naomba unibariki. Naomba uondoe kila laana
naomba uzuie kila magumu ya kwenu. Mwambie mama, naomba nibariki, nisaidie kuvunja hayo malango ya kuzuiliwa kupata ndoa. Akikutamkia maneno ya baraka, mwambie Mungu, kama mamangu alivyonitamkia, nami najiconnect na maneno hayo, mimi nitapata ndoa. Hata kama kwao hapataki ndoa, ameniruhusu, ameniachilia, mimi nitapata ndoa kwa jina la Yesu. Napokea ndoa, mimi nitaolewa kwa heshima. Hata kama kwetu hamna mtu anayeweza kupata ndoa takatifu, mimi nitaolewa kwa ndoa. Unajitamkia mema. Wengine kwenye familia zenu mnaoanaga dini tofauti, mwambie Mungu, naomba wa dini yangu, naomba kufanana na mimi, naomba Mungu usifanye mahusiano na mtu ambaye unaona hamwezi kuendana kidini, mtasumbuana. Dini mbili tofauti huwa zina changamoto. Ni wachache sana wanaoweza kumaintain hiyo hali, huwa zina changamoto. Labda kama una nguvu ya ushawishi kumbadilisha mwenzio. Kwa hiyo ukifanya hivyo, utakuwa umevunja ile connection ya kuzuiliwa. Hata kama mama yako ni mama tu. Nataka nikufundisha hili, kama uamini, nenda kamuulize mtu mmoja anaitwa Esau na Yakobo. Utaona vile baba yao alivyoweza kuruhusu baraka ziende kwa Yakobo, na vile ambavyo baraka zilikuwa zienda kwa Esau. Utaona mzazi mwenyewe ana nguvu ya kuweza kuachilia baraka. Ungekuwa wa kiume ningekwambia uende kwa baba yako, lakini kwa kuwa ni wa kike, mama anaweza kuruhusu baraka za ndoa sije kwako. Mwambie mama, niachilie, nifutie maneno yote ambayo uliwahi nitamkia. Pengine ulikuwa mchafu, ulikuwa na tabia fulani, akasema sijui kama utaolewa. Sijui, yani wewe kuolewa, mwanaume atakaye kuwa atapata shida sana. Kuna maneno wazazi wao wakawa natamka, wakaona kawaida, kipindi ambacho pengine umemjeruhi, umemuumiza, au pengine ulipatia mimba nyumbani ukawajeruhi, wakakutamkia maneno mabaya, wakakulaani. Hiyo itakusaidia kuweza kupokea baraka. Na kama mzazi alikufa, una mzazi wako wa kiroho, mtafute mama yako mchungaji, mwambie naomba unibariki niolewe, nitamkie maneno ya baraka niolewe. Kuna kizuizi cha kifamilia ambacho kinaweza kazuia usiweze kupata ndoa, na hii pia inawatesa wanawake wengi. Anatafuta ndoa hapati, kumbe kwenye familia yao hakuna ndoa. Ukipata muda ya komboe, pata hata sadaka, mwambie Mungu, nakomboa malango ya kwetu ili tuolewe, malango ya kwetu ili tuolewe, na hii ni sadaka yangu ya kusindikiza maombi yangu. Hii itakusaidia kuweza kupata ndoa takatifu kirahisi, kwa sababu ni vita. Lakini jambo lingine ambalo huwa linazuia wanawake wengi kwa sasa hivi kupata ndoa, kuna tunasema ndoa za kiroho. Ndoa za kiroho zimekuwa kizuizi kikubwa. Mtu anaolewa na wachawi, anaingiliwa. Mtu mwingine anaolewa na mzimu wa familia. Mwingine anaota ndoto za majini mahaba. Hivi pia vimekuwa vikifanya wanawake wengi hawapati ndoa. Kwa unakuta ukishaingiliwa na jini mahaba, kwako ndoa inavurugika, kwa sababu jini mahaba linakuwa amekuoa, yeye kazi yake ni kuvuruga mahusiano. Kila mahusiano unayopata yeye anavuruga. Kwa hiyo jini mahaba imekuwa ni kesi kubwa, na kama unasumbuliwa na jini mahaba, unahitaji kujua kwamba hiyo ni hatari ya kukuzuia kupata ndoa. Nani kama uko kwenye ndoa inaletaga magomvi ya mara kwa mara. Pata muda wa kuomba rehema na kujitakasa, pata muda wa kufunga na kuomba, alafu kataa hiyo hali, likataa hilo pepo, likatae, lichukie kabisa. Kamata kidole chako, kitamkie mema, chukua mafuta yoyote yale, paka kwenye kidole hicho, sema Mungu, katika jina la Yesu na mvua kama kuna pete yote ambayo nimeunganishwa na jini mahaba, na iondoa katika jina la Yesu. Mimi niko huru, mimi nitaolewa. Umepata mwanamume, kamata, chukua na picha yake, ikamate. Kama kuna chochote unacho, kamata, sema Mungu, namkamata mwanaume katika ulimwengu wa roho, asichanganywe na chochote na uji ni mahaba. Namkomboa, namuweka mikononi mwako. Adui asimuibe, adui asiibe chochote kwake, asimuhubirie chochote, kwa sababu kuna mwanaume mwingine akija tu kwenu, akiona tu kwenu arudi tena. Mwingine akija tu akalala na wewe, ndio ameshaenda huyo, arudi tena. Mwingine anakuahidi ahadi timii, hakuna ahadi ambazo zinatimia. Anakupa ahadi nzuri, unasema sasa huyu ndio huyu sasa, baada hapo anaondoka. Unahitaji kupata muda wa kuvunja maagano ya majini mahaba, huwa inazuia ndoa. Mungu akubariki. Na mengi ya kukuambia, lakini muda wangu ni mchache. Nafikiri haya atakusaidia. Nataka nikuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtu huyu, kwa machache ambayo nimezungumza naye, yamemtia nguvu, yamemuimarisha. Naomba Mungu mpe wepesi, mvushe kwenye nyakati hizi, mletee wa kwake, naye akafurahie maisha yake, akafurahie kwamba Mungu umekuwa pamoja naye na umemvusha akapate ndoa takatifu. Tukashangilie, tukasherekee, kwa kuwa Mungu umejibu haja ya moyo wake, na kutamkia baraka za Mungu ziwe juu yako katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Umebarikiwa na somo hili. Unasema, mtumishi wa Mungu, nahitaji kusindikiza ujumbe huu na sadaka yangu. Nataka nikamate neno la kinabii lije kwenye maisha yangu. Karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka 0743 913291. Godwin Ayubu Ndelwa. Hiyo ni namba ya M-Pesa, au unaweza kunitafuta zaidi kwa mitandao ya kijamii kwa kuandika maombi ni dawa. Unahitaji kujiunga kwenye grupu la mafundisho na maombi, basi nitafute kwa namba hiyo ya WhatsApp, niambie mtumishi wa Mungu, naomba linki, au